anasema waambie huu mwezi utakuwa ni wa kwanza kwao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza nikwambie, haijalishi vile ambavyo tumetoka huko, haijalishi vile ambavyo tumepita kwenye songo mbingo za kujua wenyewe, kwenye namna ambavyo uwezi ukamwambia mtu akaelewa, lakini nataka nikwambie mwezi huu, mwaka huu utakuwa ni mwaka wa kubadilisha historia ya maisha. Iwe kwenye ulimwengu wa roho tunaenda kubadilisha, iwe kwenye ulimwengu wa mwili tunaenda kubadilisha. Sikiliza nikwambie, lazima mambo yabadilike, maana Mungu tuliye naye ni Mungu anayebadilisha mambo kwenye ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utakuja kuona sasa wana wa Israeli walikaa kwenye utumwa miaka mingi. Ilikuwa ni miaka ya mateso, ilikuwa ni miaka ya magonjwa, akiugua hata panado hapewi. Bwana Yesu asifiwe. Wanataabika kama hawana baba, wanaishi maisha ambayo sio yao. Ilikuwa ni miaka ya vifo, wanazikana wenyewe kwenye nchi ya Misri. Ilikuwa ni miaka ya umasikini uliokithiri. Ilikuwa ni miaka ya shida na mambo mabaya kadha wa kadha. Walikuwa wanapigwa viboko, wanateseka na nguvu za giza. Kwa nini? Maana ilikuweko miungu ya Misri, lakini Mungu anamtuma Musa, anasema Musa, nenda ukawatoe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa na sisi tunaye Yesu ambaye ndiyo Musa wetu leo, ambaye ndiye kiongozi wetu leo, ambaye ndiye tunayemtazama. Tunaye Yesu, Mungu aliye hai. Ile miaka inatosha ile ambayo tumepita huko, ile miaka inatosha ile ambayo tumetabika huko, ile miaka inatosha ile ambayo hatukuona namna ambayo tunaweza tukasema na sisi angalau tumeongezeka. Ile miaka inatosha. Tunahitaji kuanzia leo tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026 Bwana atupe miaka mingine mipya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu anamwambia Musa na Haruni, waambie wana wa Israeli kuwa mwezi huu utakuwa ni mwezi wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Mwezi huu utakuwa ni mwezi wa kwanza na utakuwa ni mwanzo wa miezi katika mwaka wenu. Bwana Yesu asifiwe. Manake aliyopita achana nayo, yale matatizo achana nayo, zile shida achana nazo. Mungu anakwenda kufanya kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Na ni maombi yangu Mungu afanye tu, Mungu afanye kitu kingine. Sikiliza nikwambie, kabla haujafa, Bwana Yesu asifiwe, kabla hujaingia kaburini, Mungu afanye kitu kingine ambacho kitawashangaza watu. Sikiliza, tunahitaji tuone Mungu kwenye maisha yetu tulio nayo kimwili kabisa, sio kiroho. Kama ni kiroho ni sawa, tunahitaji, ila kwa jinsi ya mwili tuone Mungu akifanya mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza nikwambie, mwaka huu tutaomba vitaombeka. Bwana Yesu asifiwe. Tutafanya vitafanyika. Nisikilize vizuri, inawezekana hujaelewa. Tumuombe, upo leo. Mwaka huu, Bwana Yesu asifiwe sana, huwa namwamini sana Mungu aliye hai, Yesu Kristo. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Tutaomba vitaombeka mwaka huu. Pepo hakuna atakaye simama mbele yetu, kwa jina la Yesu, sema amen. Ukisoma kitabu cha Yoshua ile sura ya kwanza leo mstari wa 5, Mungu anamwambia Yoshua, hapa atakuwa na mtu yeyote atakaye simama mbele yako siku zote za maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Manake mchawi hata simama mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Manake mganga hawezi akasimama mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Hata roga akakuroga, kama kuroga acha aroge, lakini hatutarogeka kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anasema hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Anawaambia Yoshua, wewe uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi niliyowapia baba zao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sisi tumebeba urithi wa watoto wetu, tumebeba urithi wa ndugu zetu, tumebeba urithi wa majirani hawa wanaotuzunguka. Urithi tuko nao sisi. Tutakapoomba anga lifunguke, anga itafunguka. Tutakapoomba mapepo yaondoke, mapepo yataondoka. Tutakapoomba wachawi wakikaa vikao kwenye kilinge chao ni moto, moto utawaka, ataanza kuhama mmoja baada ya mwingine.
Bwana Yesu asifiwe. Utasikia tu anakuambia nauza eneo, anaona hapa Kariki. Bwana Yesu asifiwe. Anakuambia nauza eneo, alafu anauza kwa bei ndogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kila anachofanya tunaharibu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila akifanya namna yote tunakiondoa. Kwa Mungu anasema utakuwa ni mwanzo wa miezi kwenu na utakuwa ni mwanzo wa mwaka kwenu. Mungu anaenda kufanya upya yale yote ambayo yalikuwa hayawezekani. Sikiliza nikwambie, wana wa Israeli walipokuwa nchi ya Misri walizani kuondoka hapa haiwezekani. Yaani akili yao na jinsi Farao alivyokuwa na nguvu, alivyokuwa anawatumikisha, walivyokuwa wanateseka, wakazani haiwezekani. Hata Musa alipofika hata hawakuamini kwamba kweli Musa tunaweza kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaweza akawa na hali fulani akajua hiyo ndiyo hali yake, lakini hapana. Mungu wetu ni wa juu. Kama Mungu wetu ni wa juu, sisi ambao tunamwabudu aliye wa juu, acha na sisi tuwe juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu ni wa viwango na sisi tuwe wa viwango. Anasema fedha na dhahabu hiyo ni mali yangu, kama ni mali yake. Bwana, tunahitaji utupe na sisi tuwe na fedha na dhahabu. Yote hao yaje, yaliyo mapenzi yako yaje. Kama ni afya njema ije, kama ni uzima na uje, kama ni ushindi na uje, kama ni baraka na zije, kama ni mamlaka kushinda nguvu za giza, Bwana na yaje. Kwenye ulimwengu wa mwili wanaweza katuona ni wembamba, lakini kwenye ulimwengu wa roho ni wanene, tunatisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye ulimwengu wa mwili hatuna hata misuli, maana tunanyui vyuma, ile kwenye ulimwengu wa roho ni mabamsa yanatembea hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwaka ni wa ushindi kwetu. Wataleta vita, tutapambana nao. Uwe na uhakika tutashinda kwa jina la Yesu. Wataleta vita aina yoyote ile. Wakileta karate, tumo kwenye karate. Wakileta kumfu, tumo kwenye kumfu. Wakileta sarakati, waluka sarakasi nao. Maana Bwana wetu ni Bwana, ni Bwana wa vita. Wapendwa, tuna uhakika naye Yesu. Nataka nikwambie, mwaka usubiri tu uone anavyotokea, mambo anavyobadilika kwenye maisha. Haijalishi ile ambavyo tumekaa miaka mingi kwenye eneo fulani, hatukuona mambo yakitokea. Zilikuwa shida kadha wa kadha zimezingira maisha yetu, zimezingira ukoo wetu, zimezingira ndugu zetu, zimezingira dada zetu. Wako wengine mpaka leo ni ndugu zetu, wapo kwenye ulevi. Natangaza isivyo, Bwana wa majeshi, wote wataokoka kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna lengo mmoja ninayemfuatia mimi. Yule ni mlevi, ni hatari. Wengine waende tuition. Kangu anamfahamu. Ni mlevi, nafikia tu mpaka anaterekeza watoto wako kwa bibi yao. Yeye anashinda mapolini tu. Pia ni mchimbaji wa dhahabu na ni mpishi wa pombe. Tena pombe gongo. Sasa niambie mzee, mtu anayepika gongo ni wa kawaida? Yaani ana kiwanda cha pombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu anakwenda kuokoa. Sisi tutakuwa ni nuru ya wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Iwe kwenye ukoo tulikozaliwa, wataona kabisa hawa watu wana namna nyingine tofauti, na Mungu anakwenda kuwabadilisha kuwa viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wana wa Israeli ilikuwa sio rahisi wala wakufikiria. Ndio maana nimekuambia kwamba kwenye maisha yako mambo mtu akiwa nayo anajua mimi ni wa hivi, lakini ukweli sisi sio wa hivyo. Sisi ni wa vile juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajua mimi ni wa hivi. Ndio maana nilikuwa sasa siku moja mchungaji alikuja kuuliza kanisani siku moja, akasema jamani, nani sasa hivi kwenye biashara yake ana ndoto za kumiliki mtaji wa milioni 500? Tukamtazama mchungaji. Milioni 500 mchungaji, unatuonea? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona ni kubwa. Akatuambia nani ana ndoto ya kwenda kufunga mzigo wa biashara China? Tukijitahidi sana tumeenda Katoro. Tunasema nimemuona Bwana. Nimeenda kufunga mzigo Katoro. Lakini Mungu anaweza kutupeleka mbali. Bwana Yesu asifiwe. Kwani anafanya njia pasipo na njia. Yeye anaweza kutuunganisha na watu. Yeye anaweza kutukutanisha na baraka zetu ziliko. Kwa anaweza akafanya. Kwa acha kufikiria namna ambavyo huko
Nilikuwa nawaambia watu kwamba kama Mungu habariki, basi Daudi asingebarikiwa. Maana Daudi hakusoma shule. Haijasema maneno ya kwanza, Biblia haijasema. Daudi alikuwa sio komando wa vita, lakini Daudi akapewa ufalme Israeli. Mtu ambaye ni wa chini. Babake Daudi alimsahau mtoto wake. Alipofika Samueli akawaleta watoto 6, Daudi akasahaulika. Mpaka Samueli alipouliza, Yese, watoto wako wote wako hapa? Anasema hapana, mtumishi wa Mungu, kako kadogo, kako polini, kanachunga kondoo. Akasema hako kaje. Alipofika Daudi, Mungu akamwambia, huyu tie mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Aliyesahaulika na ndugu zake, huyu anakuja kuwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Waliomkataa kwenye nzengo, wakasema hawezi kutusaidia, hata akajasoma shule, hata akana fedha, lakini hako kanasimama kama kiongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Huyo anasimama kama mtumishi wa Mungu. Samueli wa kwanza sura 17, kile kitabu sura 17 mstari wa 33. Samueli wa kwanza 17:33. Umefika? 33. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Samueli wa kwanza sura ya 17. 33. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye. Maana wewe u kijana tu. Na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Ishia hapo tu. Sauli alikuwa ndio mfalme nyakati hizo. Daudi akawa amejitokeza, anasema mimi naweza nikampiga huyu Mfilisti. Haiwezekani atudhalau tuliokoka. Wakamwambia Sauli, kuna kijana yuko hapa. Yaani yale makomando yameshindwa kumpiga Goliati. Wakati kuna kijana yuko hapa, anasema anaweza akampiga Filisti. Sauli mfalme akamwangalia Daudi. Akaona ni kadogo kamechafuka vumbi. Akasema, dogo, tuheshimiane. Wewe huwezi ukampiga huyu. Wewe ni kijana mdogo. Mfilisti huyu Goliati, yeye ni mtu wa vita tangu ujana wake. Bwana Yesu asifiwe. Tangu anazaliwa huyu amekulia vita. Tangu anazaliwa huyu ni mpambanaji. Wewe kwa Daudi alidharaulika mbele ya mfalme. Sikiliza nikwambie, wako watu watakuvunja moyo. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu watakukatisha tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu watasema hauwezi. Wako watu watasema haujasoma. Wako watu watasema unamtaji. Kwani umewahi kufanya biashara hii? Huwezi. Ndio nilikuwa nakwambia jana mzee, nilikuwa naongea na mama juzi, anasema kuna siku alikuwa anasema hapa tuje tuwezee kwa msauzi. Inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Kwani wale kwa msauzi walizaliwa wapi? Si duniani? Kama wao wanaweza, sisi tushindwe tuna nini? Inawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana. Wapendwa, inawezekana. Daudi alibezwa, alidharauliwa, akadhiakiwa, lakini anaambia, sikiliza Sauli, mimi nilikuwa ninachunga mbuzi na kondoo kule polini. Alikuwa anakuja simba, anachukua mbuzi na mkamata simba na ndevu zake na mlalua simba. Alikuwa anatokea dubu na mpiga dubu na mnyang'anya kondoo kwenye kichwa chake. Itakuwaje huyu Mfilisti asiyetairiwa? Itakuwaje huyu Mfilisti ninaweza nikampiga? Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa watu walimdharau, ndugu zake wakamdharau, babake akamsahau, lakini Daudi ndani yake alikuwa na mafuta ya kimungu ya kutembea popote akapata ushindi. Walipokuwa na mitego, Daudi alikuwa anapita. Walipokuwa na mashimo, alikuwa anapita Daudi. Hakuna jambo lolote lililomshinda Daudi. Nataka nikwambie, kwa mwaka 2026 tunakwenda kupita maeneo ambayo hayapitiki.
na kwenda kufanya vitu ambavyo wengine hawakuweza, na kwenda kuteka nyara maadui, na kwenda kuteka nyara kila aina ambacho vitu vilikuwa vimeibwa, vinakwenda kurejesha. Waliiba fedha zetu, wataleta fedha. Waliiba uchumi wetu, wataleta uchumi. Waliiba afya zetu, watarejesha afya. Waliiba ndoa zetu, zitarudi kwa jina la Yesu Kristo. Watoto wetu wote watakuwa salama. Aishivyo Yesu Kristo, wawe ndugu zetu huko aliko, haijalishi ni mbali. Tunatangaza kwa jina la Yesu Kristo, huu ni mwaka wa ushindi. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mwaka wa ushindi. Amina. Sasa kuna mtu mwingine anaweza akaangalia mlivyo. Sasa unajua wanadamu wanadharau. Yaani kuna mtu anakuangalia kuanzia chini mpaka juu. Wewe jamani, unaweza kweli? Hebu acha utani basi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anakudharau, lakini inawezekana. Nampenda mtu mmoja alikuwa anaitwa Esther. Bwana Yesu asifiwe. Esther akapewa fursa ya kutafutwa kama mke wa mfalme. Maandiko anasema ya kwamba mjomba wake na Esther alikuwa ni Mordekai. Akamwambia Esther, huku tuliko ni nchi ya ugeni, lakini wewe unaweza ukawa ni mke wa mfalme. Esther alikuwa ni mtu wa kawaida. Maandiko anasema ya kwamba akaingizwa kwa mtu ambaye analinda wanawake watakaswe wapite mbele ya mfalme. Wakati Esther akiwa kule, alikuwa anafunga maombi, anaomba, Mordekai anaomba, Wayahudi wanaomba, wako Shushani ngomeni. Ulipofika wakati wa kuingia kwa mfalme, Esther alikuwa ametoka kwenye maombi ya mfungo. Sikiliza nikwambie, Mordekai akasema nenda, Mungu na kujalie, Mungu na kufanikishe. Wakapita wanawake wazuri wengi sana, mfalme akuona kama wanafaa. Wakapita wa kwanza, wa pili, mfalme akuona kama wanafaa. Lakini Esther mwenye nguvu ya Mungu ndani, Esther aliyejaa Roho Mtakatifu, alipopita mbele ya mfalme, alipopita mbele ya mfalme, maandiko anasema ya kwamba mfalme akamnyoshea fimbo ya dhahabu Esther, akasema wewe unafaa kuwa mke wa mfalme, wewe unafaa kuwa malkia, wewe unafaa kuwa na biashara, wewe unafaa kuwa na mafanikio, wewe unafaa kuwa mtu mkubwa, wewe unafaa katika 1, 2, 3. Esther akaenda akachaguliwa kuwa ni malkia katika nchi isiyo yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambako sio nyumbani kwake, sio kabila lake, wako utumwani, uhamishoni, lakini anainuka Esther. Kwani ana Mungu. Sikiliza nikwambie, watu walio na Mungu wanapita popote. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanapita popote, na Mungu huwa anasimama nao. Vita inaweza ikainuka, lakini wao wanapita. Sikiliza nikwambie, kuna mambo yanaweza yakainuka kwenye maisha yako. Ukiwa na Mungu utavuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu watasema amevukaje? Amefikaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Farao alipokuwa anafuatia wana wa Israeli, walipofika bahari ya Shamu, akajua hapa nimewamaliza. Mungu anafanya njia. Wakaingia ndani ya maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanapita mahali pakavu, huku maji yamesimama kichuguu, huku maji yamesimama kichuguu. Katikati wanapita, wanatembea, wanaimba na nyimbo na pambio. Katikati ya matatizo wanapita wana wa Israeli. Katikati ya shida wanapita wana wa Israeli. Wakiwa wanapita, wakiwa wamevuka ng'ambo, Farao akashangaa wamevuka ng'ambo. Akayaambia majeshi, fuateni. Wakaingia kwenye maji na farasi zao. Bwana Yesu asifiwe. Wakaingia kwenye maji na magari yao na masilaha yao, wakaingia wanaofuata wana wa Israeli. Walipoingia tu mpaka lile gari la mwisho, walipoingia tu Mungu akaruhusu waingie. Walipoingia Mungu akamwambia Musa, huko uliko ng'ambo, nyosha fimbo yako juu, amuru maji yarudi mahali pake. Musa akanyosha fimbo. Aliponyosha fimbo, maji yakarudi yote. Bwana Yesu asifiwe. Farao yuko ng'ambo anatazama, akashangaa, anaangalia watu wanaelea juu ya maji, wamekufa majeshi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa wanawafuatia kwa nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu
atatufuata nyuma yetu. Akitufuata anaole kwa jina la Yesu. Akija kwa namna yoyote ile anaole. Akifuata watoto wetu anaole. Akifuata kazi zetu anaole. Akifuata chochote anaole. Tunatangaza kwa jina la Yesu mchana wa leo watakuwa na ole wao. Sikiliza nikwambie, Biblia inasema ya kwamba Mungu akadhamisha farasi na mpanda farasi. Inasema ya kwamba watazama wote wanaotufuatia watakuja na nyungu zao wataanguka nazo, na vibuyu vyao wataanguka nayo, na matumbuli yao wataondoka nayo. Ni kwa nini? Maana tunaye Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mwaka 2026 mwaka ushindi. Jana nikasema kitu kimoja, kwamba Mungu akamtokea Zakaria. Zakaria akiwa kanisani anaomba, amepiga magoti. Malaika anamtokea Zakaria, anamwambia Zakaria, maombi yako yamesikika mbinguni. Majira kama haya mwakani mke wako atapata mwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anamtokea Ibrahimu, anasema Sara mkeo yuko wapi? Anasema yuko hemani. Anasema mwambie majira kama haya atapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tarehe 31 mwezi wa 12 2026 tutakuwa na jambo la kusema mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakapofika mwaka 2027 ile tarehe ya kwanza, tutakuwa na jambo la kusema ya kwamba Mungu, hili jambo naomba ufanye. Hata jana tuliomba, ndio maana nilikwambia uwe na mambo yako 10 ya kuomba, kwamba Mungu nahitaji jambo hili na hili na hili, mwaka huu ulifanye. Mambo 10 tu yashikilie mwaka huu. Alafu tukifika mwezi wa 6 utasema Mungu amefanya nini. Tukifika mwezi wa 12 utasema Mungu amefanya nini. Nina uhakika na kwenda kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa unaona sasa, wakati mwingine Daudi akadharaulika. Daudi akadharaulika. Kumuua Goliathi ilikuwa sio rahisi, lakini Daudi akasema inawezekana. Kwenye maisha yako inawezekana kuna kitu unaona ni kigumu. Huyo ndio Goliathi wako. Unaona ikiwezekana. Unaona ikiwezekana. Kwa mfano tumombe ndoto za kushika milioni 50. Unakamwambia naota hivi, kama haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inawezekana. Tukiwa na Mungu inawezekana. Maana yeye huwa anajua atakupitisha wapi. Anajua utaanza nzeze. Anajua itakuwa kwa hiyo inawezekana. Ingekuwa ni hivyo, basi mtu mmoja anaitwa Gideoni asingeweza. Gideoni anamwambia malaika, anasema malaika, mimi ukoo nilikotokea nilikuwa maskini, ukoo wa Manase nilikuwa maskini kwenye Biblia. Anasema baba yangu pia ni maskini kabisa, lakini mimi mwenyewe Gideoni ndio mtoto mdogo kuliko wote. Unakuwaje? Malaika anamwambia wewe ni shujaa. Wakati huo Gideoni anamwambia ni shujaa, ana njaa, hajala kama siku 3. Sio kwamba amefunga chakula akipo siku 3 afu naambiwa ni shujaa. Unaambia hebu tuheshimiane bwana. Hebu acha utani. Ni sasa mzee wangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani mama, mtu anakuja anakuambia tajiri, habari za saizi? Hauna hela hapo, anakuambia tajiri. Kuna kamsemo wako mtani siku hizi, si ndio? Tajiri, niambie tajiri. Alafu nakuta ana hela kuliko wewe. Alafu nakwambia tajiri, niambie. Wewe bwana, tuheshimiane jamani. Na unakuta unafanya kazi yake, hapo na mimi nakuita tajiri. Itika hivyo hivyo. Mwambie niambie maskini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mengine pokea kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anaweza kaja, lakini kumbe kuna kitu anatimiza. Kuna kitu anakutengenezea. Useme jamani mimi, yani jamani acha tu yani. Wewe acha utani, na ndivyo ilivyo, wewe ni tajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu wa mbinguni akubariki. Kwa Daudi alikaza imani. Tumalizie kitabu cha mwisho ni Warumi 8:37. Alafu tukamaliza ibada yetu. Warumi sura 8 mstari wa 37. Tukamaliza ibada yetu hapa. 37, Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda
kwa yeye aliyetupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mambo yote yatakayotokea, katika mambo yote nitakayokutana nayo mwaka huu, Bwana Yesu asifiwe, nitashinda na zaidi ya kushinda, maana yuko yeye aliyenipenda. Bwana Yesu asifiwe. Yatakuja ni magumu, yatakuja ni magonjwa, itakuja si vitu gani ya kuvunja moyo, lakini hapana, nitashinda na zaidi ya kushinda. Kama pepo yatakuja kwa wingi wao, lakini bado hayatanishinda kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Paulo anawaambia kanisa la Warumi kwamba nyie Warumi, acheni kuwa watu dhaifu, acheni kuishi kinyonge, mkoe haye. Huko watu wa namna gani? Yani Wasukuma wanasema mmekaa sagara sagara. Sagara sagara maana nini? Vibaya vibaya. Vibaya vibaya. Sio kukaa vibaya vibaya. Sisi tunaye Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati tunatakiwa tutembee barabarani kama wabarikiwa. Kuna mtu mmoja hakuwahi kusimulia kitu. Kuna siku moja nikawa nimevaa tai yangu kama hivi, nikavaa na kasuti kangu, nikatokezea mtaani. Ndio. Sasa ukivaa watu wanajua una hela. Kumbe mfukoni sina hata 100. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Natulia tu na mimi. Alafu mtu akifika, hata kama mwendo unabadilisha, unatembea kama kuna 200 mfukoni. Unabadilisha hadi mwendo. Sasa mtu mmoja kutana naye kazini, akaja. Aisee, naomba niazime 1,000,000. Mimi sina hata 100, anakuja kwa 1,000,000. Unajua mambo yameingiliana kwa hela sasa hivi, lakini sina hata 100, hata pa kupata 1,000,000 sipajui. Ila yeye akikuangalia anaona hela zimo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini Mungu huwa anatufunika? Mungu kuna baada anatumisha, kuna ule utukufu wake unakuja, unaonekana mtu wa tofauti, ufanani nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu anakutofautisha kabisa. Ni kwa nini? Kuna namna ambavyo wewe umejiwekeza kwake. Kuna mtu mmoja akaniambia hivi, akaambia wachukue wazee wawili, wazee hawa wawili, mchukue mzee aliyeokoka na mzee asiyeokoka, ni watu wawili tofauti, hata kama miaka wanafanana. Bwana Yesu asifiwe. Yani mzee aliye kanisani na aliye kirabuni wakalisha hapa, utasema huyu ana miaka 80, huyu ana 50, kumbe wote wana 80. Kwa watu wa Mungu huwa kuna namna Mungu anawahifadhi. Maandiko yanasema hivi, wasio haki itakuwa ni fidia ya wenye haki. Kuna vitu Mungu anavitoa kwa wale, anavileta kwetu. Yani kuna miaka yale inakuja juu yetu sisi. Kwa nini? Kuna kazi yake tunaifanya. Na ndio maana sio rahisi kufa kama wanavyotaka wao. Kama unasimama na Mungu sio rahisi. Kwa wanaweza wakafa wote mliozaliwa nao, lakini wewe uliye na Mungu ukabaki mpaka miaka ya uzee, ukaona mpaka wajukuu, ukaona mpaka vitukuu. Kwa nini? Mungu uko naye ndani. Kwa Mungu hawezi akaruhusu uondoke, kwa sababu kuna kitu nakifanya cha kwake. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndio maana Paulo anasema katika hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Na mimi ni maombi yangu kwa Mungu aliye hai, mwaka 2026